Karibu sana United Insider. Kikubwa na cha muhimu, usiache kusubscribe ili kuisupport channel hii, lakini pia like, share na comment, na unaweza kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa kadri nitakapokuwa nikiziweka. Tuangazie makubwa zaidi kutoka United. Moja kati ya taarifa muhimu ni kwamba Ruben Amorim ambaye ni kocha mkuu na bodi ya Manchester United wameanza mazungumzo au wameanza vikao vya kuangalia dirisha lijalo la mwezi Januari. Kwa mujibu wa Fabrizio, Amorim na bodi ya Manchester wanaangalia nini kitafanyika katika dirisha dogo la mwezi Januari. Kama ambavyo tunafahamu, Januari kuna lile dirisha dogo, hivyo Manchester watataka kuangalia wapi wanakwenda kuboresha, na kielezo zaidi ni sehemu ya kiungo ya Manchester United. Kwa vikao vimeanza kuzungumzwa, lakini kwa maelezo zaidi naeleza kwamba Amorim pia hahitaji mchezaji wa muda mfupi, hataki a short term player, anahitaji mchezaji wa muda mrefu ambaye atakuja kuingia kwenye squad. Na kingine kinaelezwa kwamba hawataangalia options za kutafuta mchezaji wa loan, kwa sababu anaweza kaja kwa loan na mwisho wa siku akawa bora na akahitaji kuondoka. Kwa hiyo Amorim hahitaji mchezaji wa muda mfupi, anahitaji mchezaji ambaye ataingia moja kwa moja kwenye kikosi cha United ambacho kitafanya kazi. Hii ni kwa mujibu wa Fabrizio Romano, na ikielezwa kipaumbele zaidi ni cha kwenda kuboresha sehemu ya kiungo, ambako tunafahamu kuna majina kadhaa yamekuwa yakiendelea kutajwa: Adam Wharton, Anderson, lakini pia mtu kama Baleba akiendelea kuzungumzwa. Lakini kitu kingine ambacho kinaelezwa kwenye mazungumzo hayo ni pamoja na kuangalia ni wachezaji gani sasa watakuwa wanaondoka Januari. Ikielezwa mtu kama Joshua Zexi huenda akaondoka Januari. Kobbie Mainoo ni mtu mwingine ambaye pia huenda akaondoka mwezi Januari. So kwa taarifa zaidi ni kwamba Manchester wameanza plani za kuelekea dirisha dogo la usajili la mwezi Januari. Lakini jambo jingine kubwa ambalo lipo ni kwamba Manchester imeonyesha interest, ameingia katika race za kuweza kumsajili mlinzi wa Kiingereza Maguire kutoka kwenye klabu ya Crystal Palace. Huyu ni mmoja kati ya walinzi ambao walikuwa wanahusishwa na kwenda Liverpool, na dili lake likafa mwishoni kabisa katika dirisha kubwa. Kwa Manchester wameanza mchakato huu, na inaelezwa sasa kwa taarifa kutoka kwenye klabu ya Palace, mwenyekiti wa klabu ya Palace Steve anasema wako tayari kusubiri ili kuweza kuondoka mwishoni mwa msimu, na hawatakuwa tayari kuweza kumpoteza mwezi Januari. Lakini kwa mujibu wa Mira wanasema Manchester inatarajia kufanya makubaliano ile pre-contract mwezi Januari na Maguire, halafu watakuja kumpata mwishoni mwa msimu kwa bure kabisa. Hii ndio taarifa ambayo inaelezwa kwamba itakuwa ni mchakato wa Januari kuhakikisha wanakubaliana naye kila kitu, ili ikifika mwezi Juni aweze kuja Manchester bure. Na kama ambavyo mwenyekiti wa Palace anasema hawako tayari kumwachia Maguire kuweza kuondoka katika dirisha la mwezi Januari. Lakini jambo jingine ambalo limeendelea kupata nafasi ya kuzungumza zaidi ni swala la usajili wa kiungo. Inaelezwa Manchester watakuwa tayari kupeleka offer kumsajili nyota wa Brazil Andre Santos ambaye anakipiga kwenye klabu ya Chelsea. Ikielezwa kwamba huyu ni mchezaji ambaye wanamuona wa muda mrefu zaidi kuja kufanya project ya United, na Amorim inaelezwa ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakivutiwa naye. Sijui ni kwa nini, lakini Andre Santos kutoka Chelsea ni mchezaji ambaye Manchester wanamwangalia kama mtu wa project ya muda mrefu zaidi. Lakini kubwa jingine ni kwamba United wanapambana na Man City kuweza kumpata winga wa Leicester City Jeremy Monga. Huyu ni winga bwana mdogo. Kwa Manchester pia wanaonyesha nia ya kutaka kumsajili mchezaji huyu kutoka Leicester City. Lakini taarifa nyingine ni kwamba inaelezwa Manchester watakuwa tayari kuweza kumwachia Kobbie Mainoo kuweza kuondoka mwezi Januari, na ikielezwa Napoli watarudi tena kutaka kumpata Kobbie Mainoo ambaye katika msimu huu hajaanza mchezo hata mmoja wa ligi, amekuwa akiingia kitokea sababu. Kwa hiyo inaonekana Kobbie Mainoo na kambi yake watashinikiza tena kwa Manchester kutaka kuondoka ili aweze kupata nafasi ya kuitumikia England katika michuano ya kombe la dunia. Hizo ndio update za muhimu kutoka hapa United Insider. Kwa hiyo ambao subscribe, like, share na comment ili kuikuza United Insider. Ciao.